mtazamaji, nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo hapa Channel 10 Plus. Tutakuwa nami Pauline Mvungi nitakaye kuangazia habari za kitaifa, kimataifa pamoja na biashara. Tukitoka mapumziko mafupi tutakuwa naye Eden Bahati kwa upande wa habari za michezo na burudani. Karibu. Wizara ya Afya imesema kuwa na ongezeko la magonjwa ya mlipuko hapa nchini katika siku za hivi karibuni, ikiwemo mafua makali, influenza na uviko 19, magonjwa ambayo huenezwa kwa njia ya maji kutoka kwenye mfumo wa njia ya hewa wa mgonjwa mwenye maambukizi na kusambaa wakati wa kukohoa, kupiga chafya au kuzungumza. Tupate taarifa zaidi. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya na kusainiwa na mganga mkuu wa serikali Daktari Grace Mahembe inasema takwimu za ufuatiliaji zinaonyesha kuwa kila mwaka katika kipindi cha Novemba hadi Aprili mwaka unaofuata, ugonjwa wa mafua makali na uviko 19 huongezeka hapa nchini na duniani. Taarifa hiyo imewataka wananchi kuchukua tahadhari ya magonjwa hayo kwa kufunika pua na mdomo wakati wa kupiga chafya au kukohoa, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka, kuepuka misongamano isiyo ya lazima, kuvaa barakoa unapokuwa kwenye msongamano au karibu na mtu mwenye dalili, na kuwahi kituo cha kutolea huduma za afya ili kupata huduma stahiki. Wananchi wamekumbushwa kutotumia dawa kiholela bila ushauri wa wataalamu wa afya, ikiwemo matumizi ya dawa za antibiotic. Aidha, Wizara ya Afya imetahadharisha kuhusu uwepo wa homa ya dengue, hasa kutokana na kipindi hiki cha mvua za masika ambayo huambatana na uwepo wa mbu wengi ambao huuma majira ya asubuhi, mchana na jioni na kueneza vimelea vya ugonjwa huo. Wananchi wametakiwa kuharibu mazalia ya mbu katika maeneo yao, ikiwa ni pamoja na makopo, vifuu vya nazi na madimbwi, huku wakihakikisha wanavaa nguo zinazowakinga na mbu na kuweka nyavu kwenye madirisha ya nyumba zao. Wizara hiyo pia imewataka wananchi kuchukua tahadhari ya kujikinga na ugonjwa wa kipindupindu kwa kuchemsha maji ya kunywa, kuosha matunda kabla ya kula, kutunza mazingira na kuepuka uchafuzi wa vyanzo vya maji. Salumu Mkambala, Channel 10 Plus. Wananchi wa kata ya Buza wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam wameandamana kutoka Buza kanisani hadi ofisi za Chama cha Mapinduzi kata ya Buza, wakiomba serikali kurejesha magari ya daladala kutoka stendi mpya iliyopo kwa Mama Kibonge hadi stendi ya Buza kanisani. Tupate taarifa zaidi. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, wananchi hao wamesema wamekuwa wakipata shida ya usafiri wa kwenda mjini, huku wakitumia gharama kubwa ya usafiri kutokana na mabasi ya daladala kushindwa kufika mwisho wa gari kwa maana ya Buza kanisani, na badala yake gari hizo huishia stendi mpya iliyopo kwa Mama Kibonge. Stendi ya Buza ipo miaka mingi kabisa. Gari zinatoka mjini zinaingia kwenye hiyo stendi ya kwa Mama Kibonge, zinalipa ushuru wa serikali, zinakuja kugeuza Buza kanisani. Na hilo swala, hiyo stendi walifunga tokea mwaka wa jana. Mkuu wa wilaya Temeke akaja akaruhusu kwa magari zote ziingie kule stendi, zikalipe ushuru, baada ya hapo ziende Buza kanisani, zikageuze Buza kanisani kwa ajili ya kupata huduma wa wananchi. Watoto wanatozwa sasa nauli ya watu wazima. Kwa hiyo tunaomba serikali, tunaomba itusikilize, tunamuomba mkuu wa mkoa ututembelee, sababu hili swala limetukera sana. Stendi yetu ya Buza kanisani wameamua kuihamishia kwa Mama Kibonge, sehemu ambayo mtu yoyote akipita hawezi kujua kama kuna stendi. Lakini pia tuna watoto wadogo wanasoma, kuna wazee wanapata shida kutoka Buza kanisani kuitafuta stendi, ni safari. Kwa mfano unakutana na mtoto kama huyu, kwenda kufika kwa Mama Kibonge ni safari. Tumechoka. Kwa siku za nyuma tulikuwa magari yanaishia Buza kanisani yanageuza, watoto wetu wanaenda shule vizuri tu. Sasa kwa mfano kama mimi nina wanachuo wawili, kila siku nilikuwa nalipa 6,000, sasa hivi nalipa 10,000. Gharama za maisha zimepanda. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CCM kata ya Buza Frankie Mgumba amewataka wananchi hao kuwa na utulivu, kwani kero hiyo inafanyiwa kazi, hasa kutokana na usumbufu huo unaojitokeza wakiwemo wanafunzi kupata shida ya usafiri. Tukatoa malalamiko haya ambayo leo tena wamerudi kama sehemu ya kutaka kusikia majibu yao. Hatima ya daladala imefikia wapi?
Moja ya vitu alivyotuahidi DAS ilikuwa kwamba wangeweza kuja siku ya Jumamosi na mkuu wa wilaya ili aje atoe suluhu ya jambo hili. Kwa bahati mbaya mkuu wa wilaya hakuweza kutokea kwa muda wote ambao tulimsubiri kwa siku ambayo tuliahidiwa na DAS. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Amani kata ya Buza, Omari Katoto, amesema ni zaidi ya siku 5 sasa wananchi hao wamekuwa na kilio cha usafiri baada ya huduma ya daladala kusitishwa na magari hayo kuishia kwa Mama Kibonge. Kuanzia kwa Mama Kibonge kujia huku takribani watu 50,000 wako ng'ambo hii ambayo huduma imekatishwa. Kwa sisi tuziombe mamlaka zinazohusika ziturudishie huduma ile, kwa sababu tunaamini Mheshimiwa Rais yupo kwa ajili ya kuondoa gharama au kupunguza gharama za maisha kwa wananchi na wala sio kuongeza. Esther Mtebe, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Hanang mkoani Manyara amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwapelekea mradi wa uchimbaji wa visima katika vijiji vya wilaya hiyo kwa ajili ya kuhamasisha kilimo cha umwagiliaji. Tupate taarifa zaidi. Ametoa shukrani hizo wakati wa timu ya wataalamu kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA na Wizara ya Kilimo walipokwenda kujitambulisha ofisini kwake, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kutoa elimu ya matumizi bora ya pembejeo za kilimo katika kata ya Masakta wilayani humo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake kubwa kwenye kipande hiki cha kilimo. Kwa kweli ametuhamasisha wengi. Hata mimi mkuu wa wilaya ni mkulima. Tena kilimo biashara. Kwa maana Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe haimizi tu kilimo cha kawaida, kilimo biashara hususan kwa vijana. Kabula Filipo ni mwakilishi wa mkuu wa idara ya kilimo wilaya ya Hanang, akaeleza namna walivyojipanga kuhakikisha mradi huo unawanufaisha wananchi wa wilaya hiyo, huku afisa mdhibiti ubora TFRA kanda ya kaskazini Saidi Sembande akisisitiza kuhusu upatikanaji wa mbolea bora. Vijana wakiingia kwenye kilimo, ikitokea ukame, mazao ya kifa, wanaona kwamba kilimo hakilipi. Lakini kwa kutumia visima hivi vya Mheshimiwa Rais, vijana wanahamasika, wanakuja nafundishwa na wanahakika kwamba watazalisha, kwa sababu shida ile ya maji inakuja kutoka. Tutahakikisha ubora ule wa mbolea tunaosimamia kila siku unafikiwa kwa vijana wa Hanang. Ikitokea hali ya ukame, tunaathirika, mazao yanakauka kwa sababu kwa hapa kwa mashamba yaliyoko huku juu hatuna mradi wa umwagiliaji. Kilimo chetu hichi ambacho kinachotegemea mahali ya labda mvua, kipindi hali ya hewa inapokuwa ni dhaifu, maana kuna ukame, tunapata madhara makubwa. Fatma Hassan, Channel 10. Wananchi wilayani Butiama mkoani Mara wameiomba serikali kuwachukulia hatua kali baadhi ya watu wanaotumia majukwaa ya kisiasa kuchafua viongozi, kwani kuruhusu mijadala hiyo ni kuzorotesha maendeleo kwa wananchi. Rai hiyo wanaitoa katika zoezi la kukabidhi vifaa vilivyonunuliwa kwa fedha za mfuko wa jimbo la Butiama mkoani Mara, ambapo wamesema hawaridhishwi na tabia zinazoendelea za kuwachafua viongozi, kwani sasa ni wakati wa kumwacha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wabunge pamoja na madiwani kufanya kazi badala ya kuendelea na marumbano na migogoro isiyokuwa na tija kwa wananchi. Tumwache Mheshimiwa Rais afanye kazi, tumwache Mheshimiwa mbunge afanye kazi. Muda wa makundi ulishapita, huu ni muda wa kuunganisha nguvu moja. Halafu amegusa maeneo ambayo yalikuwa na utata, hasa vitongoji vya Mliaza kule Mwikoko. Tulikuwa tumetengwa kabisa, tumekuwa kama kisiwa. Kwa hiyo kwa hili inatakiwa viongozi wa serikali na viongozi wa chama walikemee hili, kwa sababu ni mapema mno. Akikabidhi saruji, bati, nondo, mbao pamoja na misumari na fedha taslimu, mbunge wa jimbo la Butiama Daktari Charles Wilson Mahela amesema kiasi cha shilingi milioni 67 zinaenda kusaidia kuondoa changamoto ya miundombinu katika baadhi ya kata wilayani humo. Tunagawa vifaa vya thamani kama 66. Kwa sababu fedha mfuko wa jimbo tunaletewa milioni 73. Maana kila kitu tunakwenda kwa uwazi. Na hizi fedha ni kwa ajili ya kuongezea tu masuala ya maendeleo. Kwanza niwapongeze wanabutiama wengi, nilipita nikakuta wamejenga madarasa sehemu mbalimbali. Zile pesa zinazotoka kwa serikali kuu ambazo Mama Samia
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuwa ametuletea tuweze kusimamia kwa ufasaha. Pia akikabidhi vitabu vya sayansi kwa upande wa shule za sekondari, na hapa baadhi ya walimu nao wakazungumzia hali ya miundombinu kwenye maeneo yao. Vitabu vya sayansi ambavyo tumevipata leo vinakwenda kuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya kitaaluma. Hii itasaidia kupunguza utoro kabisa, kuondoa kabisa tatizo la utoro. Kwa kiasi kikubwa utainua, kwa sababu asilimia kubwa ya majengo yetu tuliyokuwa nayo pale mengi hayana sakafu. Kutoka hapa wilayani Butiama mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Watu 28 wameuawa kufuatia mashambulizi yaliyolenga mji wa Misteria kaskazini mwa jimbo la Darfur nchini Sudan, yanayodaiwa kutekelezwa na wapiganaji wa kundi la Rapid Support Forces RSF hapo jana. Kwa mujibu wa shirika la mtandao wa madaktari Sudan, watu wengine 39 wamejeruhiwa wakiwemo wanawake 10, huku idadi ya majeruhi ikihofiwa kuongezeka kutokana na hali ya usalama kuwa tete katika eneo hilo. Mashambulizi haya yanaendelea kuzidisha hali ya wasiwasi kuhusu usalama katika eneo la Darfur, ambako kumeshuhudiwa mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha nchini Sudan. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja nchini Sudan na uwajibikaji wa wanaohusika na ukiukwaji wa sheria na ukatili dhidi ya raia. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imewahakikishia umma wa Tanzania kuwa watakaochaguliwa kupata ufadhili wa masomo wa Samia kwa ajili ya shahada ya pili ya sayansi ya data, akili unde na uhandisi ni wale walio bora zaidi katika bora. Akizungumza na vyombo mbalimbali vya habari hapa jijini Dodoma, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameupongeza uongozi wa Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela kwa kuweka mfumo mzuri wa kuwapata wanafunzi 10 wa ufadhili wa Samia, na akataka mfumo kama huo utumike kwa wanafunzi wengine 10 watakaosoma India Institute of Technology Zanzibar. Walitengenezea mkakati mzuri sana ambao sisi tulivyokuja tukaangalia tukaridhika. Kwa tukasema jinsi ambavyo Nelson Mandela imewachagua tusiguse. Tutaendelea kutengeneza mkakati mzuri zaidi wa kuhakikisha kwamba tunachukua best of the best. Na tunataka utaratibu ambao hautatoa mwanya wa aina yoyote. Aidha, waziri wa elimu akachukua nafasi hiyo kutoa msisitizo juu ya wananchi wa Tanzania kuchangamkia nafasi za ufadhili wa masomo zinazotolewa na nchi mbalimbali duniani kama Saudi Arabia, ambapo Watanzania wamekuwa wakishindwa kuzijaza nafasi hizo hata kama wana sifa. Tutajitahidi sana sasa zile scholarship zote ambazo zimekuwa zikija hapa ambazo Watanzania walikuwa hazichukui, tuzisimamie, kuwaalika wale waliofanya vizuri, kuwaambia ombeni, tuwasaidie waombe. Tunapoteza fursa nyingi sana. Nao wakuu wa taasisi za COSTECH na Nelson Mandela wakaweka wazi ni kwa namna gani taifa linaenda kunufaika na wekezaji wa kupitia ufadhili wa Samia. Kuna vyuo huko nje ya nchi vimeanza kututafuta kusema tunaomba sisi tuwe wadau wa bia, kusudi mnapotoa haya matoleo ya wanafunzi hawa ambao mmewapika hawa, kusudi sisi tupate sehemu ya hawa wanafunzi. Tumeamua kwamba wanafunzi wetu hawataruhusiwa kuandika research proposals kabla hawajafanya industrial attachment. Wafanye utafiti ule ambao unatoa majawabu ya matatizo kule kwa wananchi. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Watu 25 wamefariki katika jimbo la Minas Gerais kusini mashariki mwa Brazil kufuatia mvua kubwa ilionyesha na kusababisha mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi. Tupate taarifa zaidi. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, vifo vingi vimeripotiwa katika jiji la Juiz de Fora ambapo watu 18 wamefariki dunia huku wengine 7 wakiripotiwa kufariki katika mji wa Uba. Shughuli za uokoaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika huku vikosi vya dharura vikishirikiana na wakazi kuwatafuta watu waliotoweka baada ya nyumba na majengo kadhaa kubomoka kutokana na mafuriko hayo. Rais wa Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, ametuma salamu za rambirambi kwa familia za waliofariki na wale waliopoteza makazi yao. Aidha, ametangaza hali ya janga katika jiji la Juiz de Fora ili kuruhusu hatua za haraka za misaada na uokoaji.
Takribani watu 440 wameachwa bila makazi katika jiji la Juiz de Fora pekee kufuatia mafuriko makubwa yaliyokumba jimbo la Minas Gerais kusini mashariki mwa Brazil. Serikali ya mtaa imeanza kutoa makazi ya muda kwa waathirika, huku pia ikitoa wito kwa wananchi na wadau mbalimbali kuchangia mahitaji muhimu ikiwemo maji safi, chakula, mavazi na vifaa vya usafi ili kusaidia familia zilizoathirika. Taarifa zinaeleza kuwa watoto ni miongoni mwa watu waliopoteza maisha katika maafa hayo huko Juiz de Fora. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za jiji hilo hazijatoa taarifa rasmi kuhusu utambulisho wa waathiriwa, wakati shughuli za uokoaji na tathmini ya athari zikiendelea. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10. Wananchi wanaoishi pembezoni mwa barabara kuu ya Dodoma Iringa katika kata ya Zamanzese na Fufu wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara hiyo kwa kuinua tuta na kujenga madaraja, makalavati pamoja na mitaro ya kupitisha maji ya mvua, kwa kuwa maji hayo yamekuwa yakikatiza mawasiliano na kujaza tope kwenye makazi yao ya kila siku msimu wa mvua. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Wananchi hao wametoa ombi hilo wakati wa ziara ya Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ya kukagua barabara hiyo inayounganisha mkoa wa Dodoma na Iringa, ambapo wamesema katika kata ya Manzase changamoto ni tuta la barabara kuwa dogo na kukosekana kwa makalavati, huku upande wa Fufu changamoto ikiwa ni kukosekana kwa mitaro kando ya barabara. Inapelekea kwa sababu hii midomo ya madaraja ni midogo kwa sababu na maana kupelekea hivi, na maana yakija na matakataka lazima ataziba yale manani hivi vinjia, maji lazima yanaanza kuvuka barabara. Maji yakijaa watu magari hayapiti kwa kweli, mpaka maji yapite, baada hapo ndo magari yanapita. Kwa kweli tunaiomba serikali yani tutengenezee tu makalavati kuondokana na hili adha. Bado kuna changamoto ya mkondo huu wa maji hapa, pamoja na barabara kwamba imeinuka, lakini tungeomba kama inawezekana basi tupewe msaada wa kufanywa diversion wa korongo moja la kumashariki na uleta maji hapa ili yaweze kuzunguka kwenda kwenye mkondo wa mto mkubwa, maji yapate mwelekeo wa kwenda sehemu moja. Kutokana na changamoto hizo, tayari wakala wa barabara nchini TANROADS mkoa wa Dodoma umeanza kuchukua hatua kadhaa za utatuzi zinazolenga kuboresha barabara hiyo inayounganisha bara la Afrika kutokea Cape Town, Afrika Kusini hadi Cairo, Misri. Kazi za ukarabati wa eneo hili ambao utahusisha ujenzi wa makalavati makubwa 6 yenye ukubwa tofauti tofauti, 3 makubwa zaidi, 3 mengine ni ya wastani kutokana na usanifu uliofanyika, lakini vile vile itahusisha uinuaji wa tuta la barabara katika eneo lenye urefu wa kilomita 3. Maelekezo ya Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega wa TANROADS ni kuhakikisha wanatenga bajeti ya kufanya maboresho hayo kwa haraka ili kuondoa adha ya wananchi kukosa mawasiliano ya barabara kila msimu wa mvua. Ili barabara zetu zisije zikafungika, basi hapa watazame, watengee fedha na tutengeneze. Pasije tena na hapa siku moja tukaambiwa pamekatika, hapawezi kupitika, Wairinga, wa Dodoma. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Serikali wilayani Tabora imeanza utekelezaji wa mpango maalum wa kuwatambua watoto wanaoishi na kufanya shughuli zao mitaani kwa lengo la kuwarejesha katika mfumo wa elimu na kuwapatia malezi bora kwa mustakabali wao, na tayari watoto 21 wamefanikiwa kufikiwa, ambapo kati yao watoto 6 tayari wameanza masomo katika shule mbalimbali na watoto wengine waliobainika wamepelekwa katika vituo vya kulelea watoto yatima. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Juma moja lililopita chombo hiki kiliripoti taarifa ya mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha ya kutangaza msimamo wa mkoa huu kwa kuwataka wakuu wa wilaya kuhakikisha wanawakamata na kuwarudisha shule watoto wote wanaozurura barabarani na kuomba mitaani, kwani wengi wao inadaiwa wamekuwa wakijihusisha na uporaji. Mtoto yeyote atakayekutwa yupo mtaani anaomba, huyo mtoto akamatwa, tuonyeshe wazazi wake, tuwafungulie mashtaka. Nataka tumkute shule
awe na uniform, hana uniform. Kufuatia jambo hilo, mkuu wa wilaya ya Tabora Bi Upendo Wela ameanza kufanya kazi utekelezaji huo, ambapo leo akizungumza katika baraza la madiwani la robo ya pili ya mwaka 2025-2026 amesema hatua hiyo ya kuwatafuta watoto hao ni sehemu ya mikakati ya serikali ya kuwaondoa watoto katika mazingira hatarishi na kuhakikisha wanapata haki yao ya msingi ya elimu na malezi salama. Kwa hivyo walitambuliwa watoto 21, kati yao 15 wamekutanishwa na wazazi wao na kupewa elimu na wazazi kuonywa kwamba wasionekane tena wakirandaranda watoto wao mitaani na kufanya hizo biashara. Lakini watoto 6 wamepelekwa kwenye makao. Kwa maana 3 wamepelekwa Iskama na 3 wamepelekwa kwenye kituo kingine Tumaini. Kwa hivyo huo ni utaratibu na mizoezi endelevu. Aidha, katika hatua nyingine, mstahiki meya wa manispaa ya Tabora Gulam Dewji amewataka madiwani kuhakikisha kila mtu anasimama katika nafasi yake na kutimiza wajibu wake ili kuweza kupata maendeleo katika halmashauri hiyo, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Tabora Muhammad Katete akiwataka kuwa waadilifu katika kazi zao. Ni lazima kila mtu atimize wajibu wake. Ukitimiza wajibu wako unakuwa salama. Yeye ni mweka hazina, atimize wajibu wake weka hazina. Sijui mhasibu wa mapato atimize wajibu wake ili ziende zitusaidie halmashauri yetu tutoke hapa tulipo kupiga hatua. Tuwe waadilifu, wazalendo. Kiongozi au mtumishi yoyote lazima uwe kioo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 anatarajiwa kufanya safari ya kitume ya siku 10 barani Afrika na safari nyingine 2 barani Ulaya, kwa mujibu wa tangazo la Vatican City lililotolewa leo. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Ziara hiyo itaanza kwa safari ya siku 1 mwishoni mwa Machi kwenda Monaco, na baada ya hapo Papa atafanya safari ya kitume barani Afrika kuanzia Aprili 13 hadi 23, ikiwa ni ziara ya siku 10 inayolenga kuimarisha uhusiano wa kanisa na waumini pamoja na viongozi wa kiraia. Kiongozi huyo atatembelea mataifa 4 ya Afrika ambayo ni Algeria, Angola, Equatorial Guinea na Kameruni. Hatimaye mwezi Juni atatembelea Uhispania pamoja na visiwa vyake kwa safari ya siku 6, akihitimisha mfululizo wa ziara hizo za kitume, zaidi akiangazia masuala ya kiuchungaji, kuhimiza amani, maridhiano na mshikamano wa kitaifa, hususan katika maeneo yenye changamoto za kiusalama. Akiwa nchini Kameruni, Papa Leo 16 atatembelea eneo la wakazi wanaozungumza Kiingereza kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo kwa takribani muongo mmoja kumekuwa na mgogoro wa silaha kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi wanaotaka kujitenga. Hatua ya mwisho ya safari hiyo ya Afrika itakuwa nchini Equatorial Guinea, taifa pekee barani Afrika linalotumia lugha ya Kihispania kama lugha rasmi, jambo ambalo linaifanya ziara hiyo kuwa ya kipekee pia katika muktadha wa kihistoria na kitamaduni. Ziara hiyo itatazamwa kama juhudi za kuimarisha ujumbe wa amani na mshikamano barani Afrika. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10 Plus kimataifa. Serikali imetangaza kuanzishwa kwa maabara ya ukaguzi wa kiuchunguzi itakayokuwa inachakata ushahidi wa Serikali imetangaza kuanzishwa kwa maabara ya ukaguzi na kiuchunguzi itakayokuwa ikichakata ushahidi wa kidijitali na nyaraka za makosa ya kifedha kwa ajili ya matumizi ya mahakamani, hatua inayolenga kuimarisha mapambano dhidi ya ubadhilifu na matumizi mabaya ya fedha na rasilimali za umma. Tupate taarifa kamili. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Bwana Charles Kichere wakati akizungumza kwenye ufunguzi wa baraza la wafanyakazi wa ofisi hiyo, ambapo anaeleza kuwa maabara hiyo itakuwa ikichambua taarifa zinazozalishwa na mifumo ya kielektroniki ili kubaini vitendo vya ukiukwaji wa sheria za kifedha. Hii maabara kwa maana Forensic Audit Lab ambayo inachakata taarifa za kimifumo kuonyesha kama kuna matumizi mabaya ya fedha, rasilimali za umma au ubadhirifu, basi tunatumia maabara hii Data Lab kufanya kazi nyingine, kufanya uchakataji. Tumeanzisha maabara nyingine ambayo ni maabara ya technical
kwa maana tutakuwa tunafanya kaguzi zetu hizi za miradi, kwa mfano barabara. Tutakuwa na maabara yetu ambayo tutaiandikisha, ambayo na yenyewe itakuwa inafanya kazi za kimaabara kuhakikisha kwamba tunapata value for money kutoka kwenye miradi yetu ya maji, barabara na kadhalika. Aidha, Kichere akazungumzia kuhusu kuboreshwa kwa maslahi ya watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali. Dhahiri kuwa maslahi ya watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, hususan mishahara, haiendani na majukumu muhimu waliokasimiwa kuyatekeleza kwa maslahi mapana ya wananchi na taifa kwa ujumla. Wizara ya Fedha inayo dhima kubwa ya kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi yanaboreshwa ili kukidhi na kulinda unyeti wa kazi zinazofanywa katika kuhakikisha uwajibikaji na uwazi zinakuwa ni nyenzo muhimu katika usimamizi wa rasilimali kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Akizungumza katika ufunguzi wa baraza hilo la wafanyakazi wa Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, Naibu Waziri wa Fedha Laurent Luswetula ameitaka ofisi hiyo kuendelea kusimamia vyema ukaguzi wa hesabu za taifa. Ninapenda kusisitiza kuwa uwajibikaji wa fedha za umma ni msingi wa ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Nidhamu ya matumizi ya fedha, wazi, ukaguzi madhubuti ni nguzo muhimu katika kujenga imani ya wananchi, wawekezaji na wadau mbalimbali wa maendeleo. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Tuende mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na habari za michezo na burudani.